Majina naitwa Corporal Emmanuel Spalika wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Morogoro. Tunaendelea kutoa elimu ya matumizi sahihi ya nishati safi ya kupikia kwa maana majiko ya gesi katika jamii ya wanamkoa wetu wote wa Morogoro. Kama mkakati wa taifa unavyosema, kuanzia mwaka 2024 mpaka mwaka 2034 ifikie 80% ya Watanzania wao wanatumia nishati safi ambayo itasaidia zaidi kutunza mazingira yetu. Kwa hiyo kwenye hilo leo tumepata ugeni kutoka kwa mwananchi mmojawapo ambaye katika kata Uwanja wa Taifa alihitaji kujifunza matumizi sahihi ya nishati safi hususan kwa haya majiko madogo. Imekuwa ikitokea mara kwa mara baada ya kumaliza shughuli za mapishi, mtu anashindwa kufunga ile ignition switch yake baada ya kumaliza kupika iwapo hahitaji tena matumizi mengine ya jiko husika. Kwa hiyo ikitokea changamoto hiyo, basi mwananchi anapaswa afahamu namna gani anatakiwa afanye ili kuweza kuinusuru hali ile, pamoja na kuhakikisha yeye mwenyewe anakuwa salama pamoja na mazingira yake kama ni ya jiko au chumba ambacho anaishi kinaendelea kuwa salama. Kwa hiyo siku ya leo tutaonyesha namna gani dharura kama hiyo ikijitokeza nini ufanye na namna gani unapaswa kutambua umuhimu wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji katika kupiga namba yetu ya dharura 114 ili uweze kupata msaada wa haraka. Kwa hiyo naitwa Constable Mohamed Yanda, ni askari wa Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Morogoro. Hapa leo kwa ajili ya kutoa elimu namna gani ya kupambana na moto wa gesi, aidha iwe majumbani au sehemu za biashara. Na baada ya kupambana na moto wa gesi lazima kuna hatua za kuchukua kwa mtu ambaye anapambana na moto. Lazima uangalie pia unatumia mtungi wa aina gani. Kama ni mtungi wenye pipe kwa namna kupambana na moto huo, na pia kama ni mtungi wa moja kwa moja pia kwa namna kupambana na moto. Lakini kwa leo nazungumzia mtungi ambao ni wa moja kwa moja, ambao ni mtungi midogo ambayo mara nyingi inakuwa inabana na inakuwa na cockpit. Kwa mwananchi wa kawaida lazima tujifunze namna gani ya kuweza kuzima au kupambana na moto wa majiko ya gesi ili uwe salama na kwa ajili ya kuokoa mali zako zaidi. Kwa hatua ya kwanza, kama ulikuwa unapika kwenye jiko lako la gesi, aidha uwe mtungi mdogo ama kutumia mtungi mkubwa ambayo inakuwa ina plate. Hatua ya kwanza lazima uhakikishe kwamba unatoa mafuta kwenye jiko lako. Hatua ya kwanza. Hatua ya pili, unatafuta kitambaa safi ama nguo yoyote nzito, aidha ikawa ni taulo, aidha ikawa ni blanket ama aidha ikawa ni kitenge, utakilowesha kwenye maji. Baada ya hapo utakikamua kwa ajili ya kupunguza ule unyevunyevu wa maji. Baadaye, baada ya kutoa mafiga yako, utahakikisha kwamba unashika kitambaa na figa kwenye jiko lako kwa ajili ya kuzuia hewa ya oxygen isiingie kwenye jiko lako. Kitaalamu wanaita smothering. Baada ya hapo, utazungusha bana yako kwenda kinyume saa kwa ajili ya kutoa kwenye mtungi wako. Baada ya kutoa bana yako katika mtungi wako, utatafuta povu au matone ya maji, utaweka kwenye chanzo cha gesi na kutokea pale kwa ajili ya kuangalia reaction ya aidha mapovu au yale maji ili kujiridhisha kama kweli gesi yako umezuia isiendelee kufanyaje kuvuja. Baada ya hapo utaripoti kwa wakala husika wa mtungi husika ambao unautumia. Kwa majina naitwa Rafael Bosu Kibamba, ni mwananchi wa kata ya Uwanja wa Taifa. Awali yote nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu leo kupata nafasi ya kuja kupata mafunzo namna ya uzimaji moto wa gesi endapo ukiwa kwenye mapishi ama matumizi mbalimbali nyumbani na maeneo tofauti. Elimu nilipata leo ni namna ya kuzima ama kuzuia moto wa gesi endapo bana yako ikashindwa kufunga wakati wa mapishi. Nimeambatana na mwenzangu hapa kwa ajili ya kupata elimu hiyo. Elimu tuloipata tunashukuru binafsi, pia tutakuwa kama mabalozi kwa wenzetu namna ya kuwaeleza namna sahihi ya matumizi na endapo itatokea dharura ya mtungi ama bana ikashindwa kufunga. Napenda kushukuru Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Morogoro kwa mafunzo mazuri waliotupatia juu ya matumizi na namna ya kuzima ama kuzuia moto wa jiko la gesi. Endapo ikatokea hiyo dharura ukapambana nayo ikatokea ikakushinda zaidi, unashauriwa ni vema kupiga namba ya dharura ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji 114. Ni bure, haina gharama yoyote. Nashukuru pia tumeweza kupatiwa zawadi ya t-shirti kama mnavyoona. Matumizi ya nishati safi ni salama. Iko salama na zingatia matumizi sahihi ya nishati. Piga namba 114 kuokoa maisha na mali.